Mradi wa ujenzi chuo cha VETA wilaya ya Rorya unatekelezwa katika eneo la tarafa ya Suba, kata ya Baraki, kijiji cha Bitirio. Mradi huu ulianza kutekelezwa mwezi Mei 2023 kwa awamu ya kwanza inayohusisha ujenzi wa majengo 9 ambayo ni karakana 3, jengo la utawala, nyumba ya mkuu wa chuo, kibanda cha mlinzi, kibanda cha umeme, jengo la vyumba 3 vya madarasa na choo cha jumuiya. Chuo cha ufundi stadi VETA wilaya ya Rorya ni miongoni mwa vyuo 64 vinavyojengwa kupitia agizo la Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kiasi cha fedha za Tanzania shilingi bilioni 1 na milioni 400 zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Aidha, utekelezaji wa mradi huu unatumia utaratibu wa force account ambapo Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imekasimisha ofisi ya udhibiti ubora wa wilaya ya Rorya kusimamia utekelezaji wa mradi chini ya mshauri elekezi chuo cha ufundi Arusha. 2. Taarifa ya fedha iliyopokelewa kwa ajili ya mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha zilizopokelewa hadi sasa ni shilingi 406,016,243. Fedha hizi zimepokelewa kwa awamu 4. Aidha, fedha iliyotumika ni Tanzania shilingi milioni 345,240,263. Hivyo fedha iliyopo ni Tanzania shilingi milioni 60,775,980. Fedha hii ni kwa ajili ya matumizi ya kulipa mzabuni wa madirisha milioni 6, kuna ujenzi wa kuta za karakana milioni 44, kulipia vifaa vya maji awamu ya kwanza milioni 3,800,000, ukamilishaji wa jengo la utawala katika hatua ya upauaji na blundering pamoja na kulipa walinzi milioni 6,975,980. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu una changamoto chache ambazo ni na utatuzi wake nimeonyesha pale. Mradi kutokuwa na chanzo cha maji cha uhakika. Utatuzi wake, ofisi ilinunua pampu ya maji pamoja na mipira yenye urefu wa mita 1350 kwa ajili ya kuvuta maji kutoka ziwani. Mradi kutokuwa na umeme. Utatuzi wake, ipo generator ya kufua umeme na vifaa vya mwanga wa jua. Kuna upungufu wa mbao pisi 216 kwa ajili ya kupaua jengo la utawala, na utatuzi wake mawasiliano yameshafanyika kupitia mshauri elekezi ambaye ni chuo cha ufundi Arusha ili mzabuni alete mbao hizo. Tumetembelea mradi wa VETA, lakini shukuru uongozi wa wilaya kwa jinsi ambavyo unafuatilia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mradi huu ni mradi mzuri sana. Utasaidia sana vijana wetu waweze kupata ajira. Na sasa hivi ajira pekee ambayo iko sokoni ni VETA, ndio habari ya mjini. Vijana akisoma anapata ajira hapo hapo. Kuliko unaweza kusomea walimu ukamaliza miaka 4 hujaajiriwa. Lakini ukimaliza hapa tu elimu ya mafunzo ya VETA, ajira tayari ipo. Kwa hiyo niombe serikali kufuatana na mradi huu, furua heri inakuja kidogo, basi vyombo vinavyohusika niombe pesa ije kwa haraka ili mradi huu usitunyime kura Chama cha Mapinduzi, ukamilike kwa haraka ili wananchi waweze kuona faida ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nishukuru sana DC, endelea kufuatilia. Na hii habari ya umeme, naomba sana, mambo ya generator yanasumbua, ni gharama kuendesha generator. Wasiana na vyombo vinavyohusika, kaimu mkuu wa mkoa waagize kwamba REA wado wapo walete umeme hapa. Maana mnaweza kuendesha generator ni gharama kubwa sana. Niwashukuru sana viongozi wote wa serikali ambao mko hapa. Kazi hii ni nzuri, nimeipenda. Basi ilichotakiwa nitashauriana na vyombo vingine kuhakikisha kwamba pesa inakuja kwa haraka ili mradi ukamilika. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumeangalia jinsi gani fedha za VETA zimetoka na jinsi gani wenzetu wa VETA wameweza kujenga majengo yao, japokuwa hayajakamilika. Kuna misingi mingi kama 3-4 haijakamilika. Kiwango kile bado mimi hakuniridhisha vizuri. Lakini tuambiwa kwamba fedha zinakuja kwa kusuasua. Tuwaombe wanaotoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa VETA walete fedha kama ilivyokuwa imepangwa. Usimamiaji ni mzuri, lakini fedha hakuna. Kiasi kwamba hata hakuna umeme pale na maji yanatafuta njia kuyavuta maji kutoka ziwani kuyaleta pale waweze kujenga. Kitendo kile bado tunajaribu kusisitiza viongozi wa serikali na wahusika wakubwa watafute uwezekano wa kuleta umeme pale kwa haraka, lakini maji yaende kwa haraka ili kazi ikamilike. Tunajua ajira sasa hivi katika nchi yetu, sio nchi yetu tu, katika dunia nzima ajira kwa kweli ni finyu.
Kwa hiyo tukitumia VETA tunaleta ufundi kwa vijana, ubunifu kwa vijana. Vijana wetu waweze kusoma pale, vijana wa Rorya na vijana wa nchi kwa ujumla waweze kupata elimu na wajiajiri wenyewe. Hichi chuo ni chuo ambacho kitaweza kutuletea manufaa wilayani kwetu, ambapo na ndio chuo cha kwanza kabisa kujengwa wilaya ya Rorya, na tunapeleka shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo sasa hivi tutaweza kujiendesha wenyewe kimasomo kupitia chuo cha VETA, au wanafunzi ambao wanaelekea kumaliza secondary schools waweze kujiunga na hichi chuo endapo itakuwa imeshakamilika.